Nilimtaja Mheshimiwa Ahmed Shabibi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi nami kuwa mmoja wa wachangiaji, lakini kwa vile dakika chache nitaongea kidogo tu. Labda mimi nataka kusema tu kwamba moja ya wizara ambazo zinategemewa kwenye nchi ni kilimo. Kilimo ndo kila kitu kwa wananchi wa Tanzania, kwa wafanyabiashara wa Tanzania, kwa viongozi wa Tanzania. Na ndio maana hata ukiangalia mzunguko wetu wa pesa, hasa dola, inakuwa stable wakati watu wanauza korosho, watu wanauza pamba, watu wanauza tumbaku, watu wanauza mazao, utakuta kila kitu kinakaa vizuri. Lakini kama kilimo kisipokuwa vizuri, basi mjue ni matatizo makubwa sana kwenye nchi. Kwa hiyo nchi inategemea sana wakulima wadogo na sio wakulima wakubwa. Wakulima wadogo wanategemewa sana kuliko kitu cha aina yote. Lakini namna ya uwezeshaji kwa hawa wakulima wetu, tunamuomba sana mwenyekiti, mheshimiwa waziri wetu wa sasa hivi hakikisha kwamba uwezeshaji kwa wakulima wadogo unakuwa mkubwa na ahadi kwa wakulima wadogo zinakuwepo. Natoa mfano, tumetoka kwenye uchaguzi mwaka jana, sisi wabunge ambao tulikuwa humu, tunao kwa mfano kama Gairo, ninayo mabwawa pale ambayo nilihaidiwa: bwawa la Kibedia, bwawa la Gairo, bwawa la Chanjale, visima Kisitwi, Msingisi, Chiwe, wapi wanaitwa hapa, Idibo, Chakwale na sehemu nyingine, lakini hakuna hata kitu kimoja kimetekelezeka. Tuache labda waziri tunaweza tukasema mpya, lakini naibu waziri ameniona sana ofisini kwake sana. Kila siku tukikutana, tukiongea na watu wa maji, tutasikia hilo bado kidogo, bado pesa hamna. Sasa nilikuwa naomba kama ahadi haziwezi kutekelezeka, tungekuwa tunakaa kimya, manake na sisi kwenye majimbo tunaonekana waongo. Sasa hivi kunasema bwana, wewe mbunge, kila ukija bwawa la Malimpika, bwawa lenyewe halipo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sana. Kwa mfano, hii nchi sasa hivi vyuo vya kati mpaka vyuo vikuu wanayemaliza ni watu zaidi ya 800,000. Tumeenda kuanzisha ule mpango wa BBT, lakini nao haujafanya vizuri. Haujafanya vizuri kwa sababu huwezi ukachukua mtu ukammilikisha ardhi si miaka 66. Wakati na hawa hata katika ule mpango wa kwanza palikuwa na heka chache tu, hata watu 10,000 walikuwa hawafiki. Wakati vione wanamaliza watu 800,000. Wakimaliza watu 800,000, alafu mpango wote kwa mwaka mzima au kwa miaka miwili ni watu 10,000. Kwa hiyo tulikuwa tunaleta nini? Tulikuwa tufanye vitu vya maana. Tuachane na hivi vitu, twende kwenye mashamba darasa. Watu waweke mashamba darasa na yawe kila halmashauri hapo haya mashamba darasa, na hizo pesa ziwe zinakwenda huko, kwa sababu kila halmashauri kuna vijana wao wanawezeshwa huko, na wao wanapewa. Kama kuna shamba liko la halmashauri, basi mtu anapewa lima miaka 4, kuna mtandao, kuna nini. Ukitoka hapa umeshaelewa muhimu wa kulima na nini, ondoka, aje mkulima, aje kijana mwingine. Ardhi hii haizaliwi wala haikui, ardhi tulionayo ni ile ile. Sasa tukianza kuiwekea mipango mibaya, tutakwenda kwa watu wachache, afu watu vijana wengine watakuwa hujui tena umuhimu wa kilimo. Tuache hizi habari za kuanzisha. Nimeona hapa kuna hii inaitwa Naesa. Watanzania sasa tumekuwa yani kiboko kwa kuanzisha hizi agency, alafu zinagongana zenyewe kwa zenyewe tu. Kazi moja, lakini tuangalie namna ya halmashauri zetu. Tunaanzisha Naesa. Haya, tumeanzisha TARURA, tumeanzisha maji, zote tumezitoa halmashauri. Sasa halmashauri zina kazi ya nini? Madarasa peke yake. Lazima tuache hivi vitu, lakini tuongeze nguvu ya usimamizi. Kuna vyama vya ushirika, kuna vitu gani, tuongeze nguvu ili kilimo kile kiendelee kuwa vizuri. Tusipoangalia kwenye hizi BBT, tunaanzisha vijiji vya ujamaa vya kisasa. Vijiji vya ujamaa vya zamani vilikuwa nyumba za nyasi. Sasa hivi nampa mtu eka 10 na milikisha miaka 66. Kinachotokea ni nini? Siku akipata kazi TRA na yeye na elimu ya chuo kikuu, ataita pale mjomba, ataita shangazi, ataita nani, watajenga nyumba za bati. Kwa hiyo utakuja kushangaa mnaanzisha vijiji vya ujamaa vya kisasa badala ya mashamba. Kwa hiyo ndio kweli. Na mheshimiwa tuliongea, na nashukuru sana mheshimiwa ni msikivu,
na tulikubaliana kwamba tutakwenda Gairo ukaangalie mabwawa. Mimi nilichimba mabwawa binafsi 7. Alikuja naibu waziri wakati ule Mavunde, alinisifu sana, tukiangalia hapo. Nimetoa mashine za umwagiliaji zaidi ya 400 pale jimboni kwangu. Leo hii watu wanalima kila siku, wanatoa semitela 5, 4 za mboga na mazao mengine kwenda Dar es Salaam. Lakini ndio maana tukapewa yale mabwawa. Lakini mabwawa mpaka leo haya. Naomba sana utusaidie Mheshimiwa Waziri, utupe hayo mabwawa, na wewe najua msikivu na naibu wako waziri anakunongoneza. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Nashukuru sana. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Hapa Kingu. Kwa hiyo Mheshimiwa, labda niseme tu. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sana hii vitu Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Of course ni haki yangu. Yes. Endelea Mheshimiwa Shabibi. Mimi kwa sababu dakika ni chache ulizonipa, nashukuru na naomba tu Wizara ya Kilimo ituangalie sana watu wa Gairo, kwa sababu hatupati mbegu za ruzuku, hatupati mbolea ruzuku, inakuja kiujanja kidogo tu pale, tunatumia tu samadi. Kwa hiyo tuangalie kwenye haya masuala ya mabwawa. Asante sana. Asante Mheshimiwa kwa mchango wako. Naunga mkono hoja. Waheshimiwa wabunge, naomba ni